Urusi na Marekani zitakaa kujadili pendekezo la mpango wa amani wa Washington kwa mzozo wa Ukraine bila kuyahusisha mataifa ya Magharibi, hasa Umoja wa Ulaya. Washington iliwasilisha pendekezo la Kiev wiki iliyopita na kuipa Ukraine hadi Alhamisi kukubali mpango huo. Urusi imepokea rasimu hiyo lakini bado haijajadili kwa kina na Marekani. Rais Vladimir Putin amesema ujumbe wa Kiev ulikutana kwa mazungumzo na waungaji mkono wakuu wa NATO wa Ulaya mjini Geneva Jumapili, huku mkutano wa timu ya Marekani ukipangwa kufanyika baada ya siku hiyo. Msaidizi mkuu wa Vladimir Zelensky, Andriy Yermak, amethibitisha mipango ya mazungumzo tofauti na Urusi kuhusu mpango wa amani bado inaendelea. Ikiwa Zelensky atakubali pendekezo hilo baada ya mazungumzo ya Jumapili, mjumbe maalum wa Marekani Steve Witkoff anaweza kisha kupeleka mpango wa amani kwa rais wa Urusi Vladimir Putin. Hii ni kwa mujibu wa mwandishi wa gazeti la New York Times, David Ignatius, akiandika kinukuu maafisa wa Marekani. Kremlin imethibitisha kuwa inawasiliana na Washington na iko tayari kumpokea Witkoff wakati wowote. Moscow haijapokea marekebisho yoyote mapya au masasisho ya mpango wa amani wa Marekani. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov alisema Ijumaa ya wiki iliyopita, baada ya washirika wa Ukraine wa Ulaya Magharibi kujitangaza hadharani kupinga rasimu ya sasa. Kremlin imesisitiza kwamba haitajihusisha na diplomasia ya watu wa Magharibi juu ya suala hilo. Urusi imekataa katakata kuhusishwa kwa mataifa Magharibi katika mpango huo na imesema kwamba mpango huo ni kati ya Marekani iliyokuja nao na Ukraine yenyewe. Ikumbukwe pia baadhi ya maafisa wa Marekani wamesema kwamba nchi za Magharibi ndani ya miaka 4 tangu kuanza kwa vita hivyo hayakuweza kutafuta suluhu zaidi ya kupeleka silaha ambazo hazikuleta manufaa yoyote katika uwanja wa vita. Ingawa mpango huo haujawekwa wazi, vyombo vingi vimeripoti kuwa ni pamoja na vifungu ambavyo Kiev na wafadhili wake wa Ulaya walikataa hapo awali, kama vile Ukraine kuacha azma yake ya kujiunga na NATO na kupunguza wanajeshi wake. Anaweza kupigana na moyo wake mdogo, Trump alieleza juu ya uwezekano wa Zelensky ikiwa atakataa mpango huo. Hata hivyo, inaelezwa kwamba kuna mpango wa mataifa Magharibi kumshawishi Zelensky kukataa mpango huo, lakini rais wa Marekani amesema kwamba hili litampa hali mbaya rais huyo wa Ukraine endapo atakataa mpango wa kumaliza vita. Kulingana na Peskov, maendeleo ya Urusi kwenye uwanja wa vita yanapaswa kuweka shinikizo kwa Zelensky na serikali yake katika azimio la amani. Peskov amesema kwamba ikiwa Ukraine itakataa mpango huu, Urusi itafanya mashambulizi mazito mno katika taifa hilo la Ukraine. Kwao mwendelezo sio maana na ni hatari, msemaji wa Kremlin alisema akielezea kupitia vyombo vya habari kwamba Ukraine itakutana na moto mbaya na ambao haukuwahi kutokea. Kufikia wakati wa kuandika, Moscow wala Washington walikuwa wametoa maoni rasmi juu ya mipango ya kufanya nini katika mazungumzo ya mpango wa Trump wa amani katika eneo la Ukraine. Rais wa Marekani Donald Trump, moja kati ya ndoto zake zilizosalia ni kumaliza mzozo wa Ukraine, na licha ya kupata changamoto kubwa kutoka kwa mataifa ya Magharibi, EU imeripotiwa kukataa mkataba wa amani wa Ukraine ambao umeandaliwa na ikulu ya White House na kuweka mbele masharti yake ya uwezekano wa makubaliano, licha ya kwamba Urusi imesema haitaki kusikia juu ya uwepo wa mataifa ya EU. Rais wa tume ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen alitoa tangazo hilo siku ya jana Jumapili, wakati maafisa wa Marekani walipokuwa wakijadili pendekezo la Washington na wawakilishi wa Umoja wa Ulaya na Ukraine huko Geneva nchini Uswisi. Marekani ilikuwa imewasilisha mpango wake kwa Moscow na Kiev mapema wiki hii. Yaliyomo katika hati hiyo hajafichuliwa rasmi kwa umma. Vyombo vya habari vimedai kuwa pamoja na mambo mengine, Ukraine inatakiwa kuondoa wanajeshi wake kutoka sehemu ya Donbas ya Urusi ambayo bado inaidhibiti na kupunguza jeshi lake na kuweka kando matarajio yake ya NATO badala ya dhamana ya usalama ya Magharibi. Katika taarifa iliyochapishwa katika ukurasa wa X wa von der Leyen, alikataa haswa masharti hayo yote, akisema tumekubaliana juu ya vipengele muhimu kwa amani ya haki na kudumu na uhuru wa Ukraine. Alisema akiongeza kwamba mipaka ya Ukraine haiwezi kubadilishwa kwa nguvu na kwamba hakuna vikwazo vinavyoweza kuwekwa vya kijeshi kwa ajili ya Ukraine. Endelea kuwa nasi mtazamaji, na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Damu Hussein.